Yesu Kristo, sababu ya mapungufu ambayo yalikuwa katika utaratibu wa huduma katika Agano la Kale, alikuja kuleta hayo matengenezo ili mambo yalivyokuwa katika Agano la Kale, ambayo yalikuwa ni kivuli cha mambo yalivyo mbinguni, yaweze kutimika ama kudhihirishwa. Na tukaona ya kwamba kuhani mkuu katika Agano la Kale alikuwa anaingia katika mahali patakatifu ama hema ambayo ilikuwa imejengwa na mikono ya mwanadamu, hema ya kiulimwengu ama hema ambayo ilikuwa hapa duniani. Yesu Kristo kuja kurekebisha hayo na kuyafanya kuwe kamilifu. Yeye kupitia kwa kufa na kufufuka kwake hakuenda ama hakuingia pahali patakatifu pa hapa duniani, lakini maandiko inatuelezea kwamba aliingia mahali patakatifu pa mbinguni katika mkono wa kuume wa utukufu, ambapo wako pale kwa ajili yetu. Upungufu wa pili ambao ulikuwa katika huduma katika Agano la Kale ni ya kwamba kuhani mkuu, sababu alikuwa mwanadamu, na kawaida kila mwanadamu ako na udhaifu wake, ilikuwa inabidi kwanza atoe dhabihu yake ya dhambi kwanza, kisha baadaye afanye dhabihu ya dhambi kwa ajili ya watu. Lakini Yesu Kristo ambaye ni kuhani wetu mkuu katika hili Agano Jipya hakutenda dhambi hata moja. Alikuwa mwenye haki na mtakatifu, asiye na dhambi hata moja. Upungufu wa tatu katika huduma katika Agano la Kale ni kwamba ilikuwa inabidi kila mwaka, kila wakati, katika siku ya upatanisho ama the Day of Atonement, kila mwaka lazima kuhani mkuu angeenda kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi za taifa lote, kuonyesha ya kwamba mambo yaliyokuwa yakifanyika katika Agano la Kale hayangeweza kusafisha ama kutakasa watu kutokana na dhambi. Lakini Yesu Kristo alikuja na akajitoa dhabihu kwa ajili ya ondoleo la dhambi za walimwengu wote. Upungufu mwingine, kuhani mkuu alikuwa anaingia pale na damu ya mbuzi na ng'ombe, lakini Yesu Kristo hakuingia katika mahali patakatifu kwa damu ya ng'ombe ama mbuzi. Alijitoa yeye mwenyewe kwa damu yake, kwa uhai wake. Yesu Kristo aliyekuja ili afanye matengenezo, ili yale mambo ambayo yalikuwa ni kivuli cha mambo yanavyofanyika mbinguni
yaweze kudhihirishwa kwetu. Na sasa wacha tuendelee kusoma kuanzia mstari wa 15, tuone tukiendelea kuelezwa kuhusu baada ya matengenezo. Na ninapenda kurudia hapa kila wakati ya kwamba mambo ya kuchinja mbuzi, ng'ombe na matambiko mengine yaliyokuwa katika Agano la Kale yameshapitwa na wakati, sababu yalikuwa kivuli cha mambo ambayo yalikuwa yaje baadaye. Na Yesu Kristo alishakuja na akatudhihirishia mambo yalivyo katika huduma ya mbinguni. Hivyo basi hatuhitaji tena kufanya mambo ambayo yalikuwa yanafanyika katika Agano la Kale, sababu dhabihu zote, sadaka zote za dhambi na maovu zilikuwa zinaashiria Yesu Kristo, na Yesu Kristo alishakuja. Kwa hivyo kama wewe bado umeshikilia haya matambiko na kafara, umeachwa nyuma, na kusudi la Yesu Kristo kuja hapa ulimwenguni halijaweza kutimia maishani mwako. Hebu tusome mstari wa 15 katika waraka kwa Hebrania sura ya 9. Biblia inasema hivi: na kwa sababu hii ni mjumbe wa Agano Jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya Agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Kwa sababu hii. Sababu gani? Sababu ya mambo ambayo tumesoma ukisoma katika mstari wa 12 na 13, mambo ambayo nimeguza kwa upana, ndio yanaonenwa katika huu mstari wa 15. Yaani, kwa sababu Yesu Kristo hakuingia patakatifu palipo mbinguni kwa damu ya mbuzi na ndama, ila aliingia kwa damu yake yeye mwenyewe mahali patakatifu, na akawa amepokea kwa ajili yetu ukombozi wa kimilele. Kwa hivyo ukombozi wa kimilele kutokana na dhambi unapatikana tu kwa njia ya Yesu Kristo. Hakuna njia nyingine. Yesu, kwa sababu Yesu ameshafanya hivyo, akaingia patakatifu pa mbinguni, sio kwa damu ya wanyama, ila kwa damu yake yeye mwenyewe. Kwa sababu hiyo, na kuwa ya kwamba amepokea kwa ajili yetu ukombozi wa kimilele kutokana na dhambi, amefanyika mjumbe. Kwanza Biblia ya Kizungu inasema mzuri, he has become a mediator for the new covenant. Amekuwa mjumbe, amekuwa mpatanishi wa hili Agano Jipya. Na unajua, nilisoma katika Isaya
mahali sijui kama ni 49 ama ni 59, mahali ambapo Biblia inasema ya kwamba msione ya kwamba mkono wa Mungu ni mfupi hauwezi okoa, wala ni kama sikio lake haliwezi sikia, ama macho yake hayaoni, lakini nyinyi ndio mmefanya dhambi mkatenganishwa na huyu Mungu. Kwa hivyo tunajua ya kwamba dhambi ndio zinatenganisha, ndio zinaleta uhasama baina ya Mungu mwenye haki na mtakatifu kweli na mwanadamu. Sasa Yesu Kristo, sababu hapo juu tumeona ya kwamba kupitia kwa damu yake amepokea kwa ajili yetu ukombozi wa milele kutokana na dhambi. Kwa hivyo amekuwa mpatanishi, amekuwa mjumbe wa habari njema ya ukombozi wa kimilele kupitia kwa damu yake. Sijui kama tunaelewa. Na wakati Biblia inasema ya kwamba ni ukombozi wa kimilele, ni jana, leo na milele. Hakuna mkombozi mwingine, hakuna kitu kingine kitakachotukomboa isipokuwa Yesu Kristo, na ni kukombolewa kutokana na dhambi. Kwa hivyo, na mimi hupenda kutoa mfano wa mpatanishi na hili taifa letu la Kenya. Baada ya uchaguzi wa 2007, yule aliyetangazwa mshindi, wale ambao walikuwa napingana naye katika hicho kinyang'anyiro, mpinzani wake mkuu alikataa. Akasema ya kwamba imeibiwa. Na sisi ambao tulikuwa tunajielewa wakati huo, tuliona mambo yalivyokuwa. Na kukawa na vita, kukawa na mapigano baina ya wafuasi wa hao wawili waliokuwa king'ang'ania kiti cha urais. Kukawa na machafuko, mpaka ikabidi mtu alikuwa anaitwa Kofi Annan aje kama mpatanishi, aje asimame hapa katikati kwa ajili ya nchi yetu. Akaja katikati ya aliyetangazwa mshindi na yule ambaye hakutangazwa na akasema ameshinda. Hayo ni mambo ya wanasiasa, siwezi ingia ndani hapa. Akaja sababu huyu aliyekuwa upande huu na watu wake walikuwa wamesimama kidete na wanasema hatuwezi kubali, tumeibiwa, tupewe kilicho chetu. Huyu mwingine naye na wafuasi wake wamekaa pande hii kidete, wamesema tumetangazwa washindi, hatuwezi wachilia. Shida na matatizo na machafuko. Lakini akaja kasimama katikati ya hawa, kukakuwa na mapatano, na kukakuwa na serikali. Sikumbuki kama ilikuwa inaitwa Grand Coalition Government ama ilikuwa Government of National Unity, kitu kama hiyo, sikumbuki vizuri. Akaja katikati, watu ambao hawangepatana wakaweza kupatana, nchi yetu ikaweza kupona na tukasonga mbele. Na tukanusurika kuingia katika hali ambazo tunaona katika mataifa mengine, hata mengine ambao ni majirani zetu. Sasa naye Yesu Kristo
amekuja namna hiyo, sababu Mungu ni mwenye haki na mtakatifu kweli. Hawezi kubaliana na mambo ya dhambi. Hawezi. Na hilo haliwezi badilika kuhusiana na Mungu. Hawezi badilisha msimamo wake kuhusu dhambi. Lazima aadhibu dhambi. Hawezi tunuku dhambi. Naye upande huu mwingine, mwanadamu ambaye dhambi ako nazo mingi. Sasa ikawa Yesu Kristo aje katikati. Mungu Mwana aje katikati ili aweze kupatanisha Mungu ambaye ni mwenye haki na mtakatifu kweli na mwanadamu ambaye ni mwenye dhambi. Akawa mpatanishi. Akawa mjumbe wa habari njema ya kusamehewa dhambi kupitia kutubu na kumwamini. Na tukiendelea kusoma huo mstari wa 15, tunaendelea kuelezewa jinsi ambavyo amekuwa mpatanishi wa hili agano jipya. Yaani kwamba kupitia kwa kifo chake. Kutoka hapo tunaona alikufa kwa nini? Nia na kusudi ya kifo chake ilikuwa nini? Ukombozi wa dhambi na maovu ambazo zilikuwa katika agano la kale. Wewe unaona ni dhambi kiasi gani? Sababu tumesoma na tukaona ya kwamba damu ya mbuzi na ndama na ng'ombe haingeweza kutakasa dhamira ya mtu kutokana na dhambi. Na hata kuna mahali tumeona ya kwamba hiyo mambo ya damu na maji na nini ilikuwa tu ni kuosha tu juu, lakini haingeweza kuosha dhamira ya mwanadamu kutoka kwa dhambi. Sasa Yesu Kristo, nia yake, kusudi ya kuja kwake ni ya kwamba dhambi ambazo zimekuwa tangu agano la kale, ambazo hazingeweza kusafishwa ama kutakaswa na damu ya mbuzi, kondoo wala ng'ombe na wanyama wengine, aweze kukomboa wanadamu wote kutokana na hizo dhambi na uovu. Na sio kuwakomboa tu, ni ya kwamba wale ambao watasikia huo wito wa habari njema ya kusamehewa dhambi kupitia kwa Yesu Kristo, waweze kupokea ahadi ya urithi wa kimilele. Waweze kupokea ahadi ya urithi wa kimilele. Eternal inheritance. Unajua sasa watu wanaweza anza kushindwa. Sasa hii mambo ya urithi nayo inaingia namna gani? Ukisoma katika Injili kulingana na Yohana sura ya 1 mstari wa 11 hadi 13,
utaona maelezo kuhusu Yesu Kristo, na ya kwamba Yesu alikuja kwa walio wake, yaani Wayahudi, na wengi wakamkataa. Lakini kwa wale ambao walimkubali, kwa wale ambao wamemkubali, akawapa uwezo wa kuitwa wana wa Mungu. Na kawaida watoto wanarithi kutoka kwa wazazi. Na sasa sisi, sababu kupitia kuamini Yesu Kristo na kumkubali, tumepewa uwezo wa kuitwa wana wa Mungu, sio kwa njia ya mwili ama damu, lakini kwa njia ya Roho Mtakatifu. Tunakuwa warithi pamoja na Kristo. Na ningependa tusome Warumi, Romans sura ya 8, mstari wa 12 hadi 17, ili tuweze kuona sisi tu warithi namna gani. Warumi 8 mstari wa 12 hadi 17. Biblia inasema hivi: basi kama ni hivyo, ndugu na wadeni, si wa mwili tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa. Bali kama mkiyafisha matendo ya mwili kwa Roho, mtaishi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Unasikia? Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Roho mwenyewe hutushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu, na kama tu watoto, basi sikia, tu warithi, warithi wa Mungu, waridhio pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye, ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. So unaona urithi ambayo unaongelewa hapa, ambaye tumesoma katika Wahibrania, tukaona ya kwamba ni urithi wa kimilele. Tumeelezewa hapa ya kwamba urithi ambao tunatazamia ni kutukuzwa pamoja na Kristo. Ni urithi wa utukufu wa milele katika uwepo na utukufu wake Mungu. Kwa hivyo, kusudi, nia na mapenzi ya Yesu, ya Mungu, ni ya kwamba watu waweze kukombolewa kutokana na dhambi, kutoka zile za awali za Agano la Kale. Na baada ya kukombolewa, waweze kupata na kupokea ahadi ya urithi wa kimilele. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu kupitia kwa Kristo, ya kwamba tuweze kukombolewa kutokana na dhambi zetu za toka awali. Na tukishaitikia uwito, isiishie hapo, tuweze kupokea. Si unasikia? Kupokea. Unajua hatujapokea, tunatazamia kupokea.
urithi wa kimilele. Kwa hivyo sio kusema ya kwamba mimi nimeamini Kristo, nimetakaswa dhambi zangu na umeishia hapo. Hapana. Ni mapenzi ya Mungu, ni kusudi lake ya kwamba ukishakombolewa uweke malengo yako, uweke maono yako katika tumaini la urithi wa kimilele. Na sio kuweka malengo tu, utazamie mpaka mwisho, mpaka upokee. Hiyo ndo sababu ya Yesu Kristo kuja kama dhabihu ya ondoleo la dhambi, atukomboe kutokana na dhambi zote zile ambazo watu wanasema sia mede na mede, ile wakikuwa nasemanga siagu nagu, hizo dhambi zote na maovu yote tuweze kukombolewa kutokana kwao, na kwamba tukiitikia huo wito tuweze kupokea tumaini la urithi wa kimilele. Mstari wa 16 na 17 tunaonyeshwa, unaona sasa tumetoka kuambiwa kuhusu kurithi wa kimilele, na tumeona kwamba tumesoma katika Warumi tukaona kwamba sisi ambao tunaongozwa na Roho, sisi ambao hatuenendi katika mwili, sisi ambao hatufuati tamaa na mapenzi ya mwili, sisi ambao tumekufisha, tumeua tamaa na mapenzi ya mwili na tunaongozwa na Roho Mtakatifu, sisi ni wana wa Mungu. Na sio wana wa Mungu tu, ni warithi pamoja na Kristo, ya kwamba tukiteseka pamoja naye tutatukuzwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Tutatukuzwa pamoja naye. Urithi. Wazazi wanaridhisha watoto mambo ya kiulimwengu, lakini sababu sisi ni wana wa Mungu wa kiroho, anaturidhisha. Urithi wetu kutoka kwake ni utukufu wa milele. Sasa hapa mstari wa 16 na 17 tunapewa mfano wa wasia. Wasia, sijui naweza semaje kwa Kikuyu, lakini kwa Kizungu inasemekananga will ama testament. Kwa Kikuyu sema sijui uge ya za kuga uge wa mutigaire ama mialio ya mutigaire. Sababu unajua shida ni kuwa watu sana sana wanaangalianga kuhusu vile mtu alisema kuhusu mali yake, wanakosa kuangalia mapenzi ya mtu baada ya kufa kwake. Sababu unajua, sijui kama umewahi sikia mzazi awe mama au baba, sababu nimekuja kuona ni kama Mungu anatayarishanga mtu kuona masiku zake ni kama zimefika mwisho. Sababu sana sana watu wengi wakikaribia siku zao za mwisho, unaona wanaita watu wao ama wale ambao wanawahusu, na wanaongea kwa njia ambayo inaonyesha ni kama huyu mtu ni mambo yake anapanga, ndio akienda awache mambo kama yamepangika. Kuna wale maneno ambayo anaweza kuongea, kitu changu fulani kitachukuliwa na fulani, hiki kingine kitakuwa hivi.
Na hiyo ndio maneno watu wanatilia mkazo sana. Lakini kuna maneno mengine. Unaweza sikia mzee amesema, wewe fulani. Sababu najua pengine kwa familia hakukosangi mambo. Wewe fulani. Pengine ni mandugu ama madada wamekosana, ama mtu alikuwa amekosana na bibi yake akaenda, ama msichana au mzee alikuwa ametoroka kwake. Anasema fulani, kama ni msichana anamwambia, ningetaka urudi kwako. Ama anaita vijana wake na watoto wanaambia, ningetaka muishi pamoja kwa amani. Ningetaka muwe mkikula pamoja. Ama pengine kama kuna kijana pengine ni mlevi ama tabia zake sio mzuri, anambia fulani, mimi ningetaka uachane na hii tabia. Uwe mtu ambaye amesimama. Mambo kama hayo. Ndio sasa tunapewa mfano wake hapa katika hiyo mistari ya 16 na 17. Wacha tusome. Biblia inasema hivi. Sasa turudi katika Waebrania sura ya 9 mstari wa 16 na 17. Biblia inasema hivi. Maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotukia kufa kwa mtu. Wacha nirudie tena hiyo mistari miwili. Maana agano la urithi lilipo, lazima iwe Maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotukia aliyelifanya. Kwa kuwa halina nguvu kabisa akiwa yu hai yeye aliyelifanya. Umeona? Sasa tumepewa mfano wa wasia. Kanauge. Kanawegai. Will and testament. Na tunaelezewa vizuri sana hapa vile ambavyo inakuwa ya kwamba katika agano la urithi lazima yule ambaye ameongea ama kunena huo urithi afe. Ndio yale mambo ambaye aliongea kuhusiana na mali yake na mapendekezo yake yaweze kufanyika. Kama bado wako hai, hayo mambo ambaye alisema yawezi fanyika. Na naona mtu akifa, unajua saa hii naona mambo yanaenda yakibadilika. Unajua wazee wa hapo mbeleni walikuwa naona ni kama akijiridhisha atikana ega ya akona tego kwa tari gwithetha. Hata miaka ya hapo nyuma kidogo, hata saa hii najua kunao wazee ukianza kumguzia kuongea kuhusu mali yake baada ya kufa kwake mnakosana. Atakwambia wewe unataka kuniua. Lakini kuna watu ambao wanaenda wakibadilika, sababu na kifo ni lazima.
Na hakuna haja ukae tu hivi kama jiwe ukufe, watu wabaki waking'ang'ania mahali yako, na mahali yako ingine iko mahali fulani watu hawaijui inapotea. Mahali yako inaanza kukuliwa na mawakili, kitu ambacho ungekaa tu, hata kama unaogopa pengine ukiongea utauawa. Tafuta wakili, enda andika wili, akae naye, baada ya kufa kwako aje aitoe. Maagano ya urithi tunaelezewa vizuri, na ni ukweli. Tunaona haiwezi fanyika kama mtu hajakufa. Na mambo ambayo inahusiana na kifo, sababu watu wengi wanaogopa. Mimi hutaka kutumia mfano wangu, sababu kuhusiana na kifo mimi najua Mungu anajua kifo changu ni wakati gani. Hakuna kitu kitaupunguza ama kuongeza. Niongee kuhusu kifo nisiongee, masiku zangu ziko mikononi mwa Mungu. Na ni vizuri tukae tukijua hivyo. Kama mimi, sababu hata kama mimi sio maskini sana na sio tajiri, siwezi kosa kitu ambaye nikifa watoto wangu watachukua. Kwa ile tu kidogo niko naye, niandike, naweza andika ama naweza waita, naambie hii kitu fulani, wakati ambapo sitakuwa, kitakuwa cha huyu. Hiki kitu kingine, wakati sitakuwa, kitakuwa cha huyu. Niongee kuhusu vitu nilivyo navyo. Unajua, ile kitu itafanya mtu achukue, ama kile ambacho nimesema kitakuwa chake, kiwe chake, ni kifo changu. Kabla nife, wosia wangu hauwezi fanya kazi. Haleluya. Kwa hivyo ndio agano la urithi liweze kufanyika, lazima yule ambaye ameeleza hilo agano aweze kufa, ndio hayo mambo yaweze kufanyika. Sasa Yesu Kristo vile vile ndio haya mambo tumeona katika mstari wa 15 yaweze kufanyika. Yaani kukombolewa kwa dhambi na maovu ya watu kutoka mwanzo. Na ili wale ambao wataitikia huo wito waweze kupokea ahadi ya urithi wa milele, lazima angekufa. Lazima angekufa. Vile ambavyo yule mtu ambaye ametoa agano la urithi lazima afe.
ndio yale mambo ameongea kuhusu urithi wa mali yake na mapendekezo ambaye alitoa kuhusu baada ya kufa kwake yaweze kutekelezwa. Vile vile hivyo ndivyo ilikuwa ni lazima Yesu afe, azikwe na afufuke siku ya tatu na apokelewe katika utukufu, ili haya mambo yaweze kutendeka. Na nafikiri sababu wakati ambao umebaki, hatuwezi kuangalia, hautatosha tuweze kuangalia kuhusu kutia wakfu wa Agano la Kale na Agano Jipya. Tutaweza kufikisha hapo, Mungu akitujalia. Wakati mwingine tutaweza kumalizia hapo, na ningetaka kusema mambo mawili kuhusu wosia wa mtu kisheria. Mambo mawili lazima yawe ili maagano ya urithi yaweze kukubalika na kutekelezwa. Jambo la kwanza, lazima iwe ya kwamba wakati marehemu alipokuwa akiongea, lazima alikuwa sawa kiakili, alikuwa na akili timamu. Jambo la pili, lazima ikuwe alinena hayo maneno kwa hiari yake, sio kwa kulazimishwa, sio kwa kusulutishwa. Na tunajua ya kwamba Yesu Kristo ambaye alikuwa ni Mungu katika mwili, alikuwa mkamilifu, hakuwa na upungufu wowote. Na kuhusiana na hili jambo la pili kuhusu lazima ikuwe kwa hiari, ukienda usome maneno yake Yesu mwenyewe katika Yohana 10 mstari wa 11 hadi 18. Yeye alisema ana uwezo wa kupeana mwili wake na kurudisha. Akasema ya kwamba ameupeana, amejitolea kwa hiari yake. Kwa hivyo Yesu Kristo hakulazimishwa kufa kwa ajili yetu, alijitolea yeye mwenyewe. Alikuwa na uwezo wa kukataa, lakini hakukataa, alikubali. Kwa hivyo huu wokovu wetu, huu ukombozi kutokana na dhambi za miaka na miaka, sio jambo la kulazimishwa. Yesu alijitolea kwa kupenda kwake. Kwa hivyo sababu alijitolea kwa kupenda kwake, sisi naye pia hatulazimishwi. Hatutachukuliwa kiboko tupokee ukombozi. Lakini naye Mungu hatachoka kutushawishi, kutuhimiza. Na kama tutakataa kuupokea, kama tutakataa huu urithi wa kimilele wa utukufu wake, tutakutana na ghadhabu yake. Jina la Yesu na lisifiwe.
mpaka wakati mwingine, Mungu atubariki sana.